Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kutochelewesha jambo linalowezekana kwa haraka. Kupanga upya ratiba yako. Kuongea na mtu kwa muda mrefu na kukuelewa unachokihitaji. Kufanya yaliyo mazuri kwa mtu. Nyota ya ndoo. Kujua jambo kabla halijatokea. Kuhisi unaunganishwa tena na watu waliokuwa hawana ushirikiano na wewe. Utakuwa na kauli yenye mamlaka kwa kitu unachotaka. Kuhofia kupoteza kitu, kazi au mtu umpendaye. Nyota ya mizani. Kumwangalia mtu na kumtafsiri jinsi alivyo. Uliloliongea linaweza kutokea kweli. Kufanya kitu ambacho ulikuwa huwezi. Kujiwazia mazuri. Wengi wenu mtajirudi kimaombi. Kugundua mtu alikuwa sahihi kwako. Kutoa mashtaka kwa mtu. Utakuwa na hali ya kujitetea. Kuona mtu anakuamini sana. Kughairisha jambo. Nyota ya nge. Mtu anayatafakari maneno yako. Utatumia pesa nyingi sana wakati huu. Utavumilia kitu kwa sababu. Kuleta amani baina ya watu. Kuhisi umepungua ghafla. Kuitafuta sana namba ya mtu fulani. Kusameheana na mtu na amani kurejea. Kusikiliza kwa makini unachoambiwa. Kufanya dua au maombi. Fikra zako ni kubwa katika uwekezaji. Utahitaji ushirikiano na mtu. Kuweza kuendesha kipindi ukiwa mwenyewe. Kujikinga na ubaya unaodhani utatokea. Nyota ya kaa. Taarifa muhimu kufikishiwa. Kupatiwa habari nyingi za watu. Kufanya kitu kwa uzoefu na haraka kumaliza kazi hiyo. Kipaumbele chako itakuwa ni familia. Utazingatia sana uhitaji unaohitajika. Kupata njia nyingine tena kwa jambo. Utakuwa na hali ya kumwamini mtu kwa haraka. Kushindwa kumkatalia mtu jambo analolihitaji. Kufanya mkusanyiko wa watu kuwa wengi sehemu. Kupenda umoja. Utajishughulisha sana na mapishi. Jambo lako muhimu linaonesha mwelekeo wa kuwa sawa. Kuielewa vizuri hisia ya mtu. Utajua jambo kabla mtu kuliongea. Hisia zako zinaleta mvutano mkubwa kwa watu. Nyota ya samaki. Unajitahidi kwa kuwa na imani kubwa. Kutokea kwa uharibifu wa kitu. Kumkosoa mtu kwa tabia yake. Utulivu wako unatoa sauti ya chini ya maelekezo. Kujipa mwongozo mwenyewe kwa kufanya kitu kabla hujaambiwa. Kuangalia kitu kwa kurudia rudia. Uelewa wako mtu anapendezwa nao. Nyota ya punda. Kutokuwa na hofu kwa kujua kitu kitakuwa sawa. Kusubiria matendo ya mtu baada ya kusema atafanya jambo. Kujigonga sehemu na kuhisi maumivu makali. Ndoto yako kujirudia. Nyota ya mshale. Mtu anakuoneshea ishara nzuri zaidi kwako. Kuiona bahari mara kwa mara, hata katika ndoto. Inakujulisha usaidizi unaokuja kuokoa kwako. Upendo wako na mtu utakuwa ni wa hali ya juu, ila baadhi yenu mtalia kwa kutendwa. Utakuwa na hali ya kumchukia sana mtu. Unahisi unaongozwa. Kabla ya kufanya kitu utakuwa mwenye kusita mpaka upate uhakiki. Kuna kitu kitakachotokea kitakuuma sana. Tukio kubwa kutokea sehemu uliopo katika wiki hii. Nyota ya simba. Kuchunguza utumiaji wa kitu. Kufika sehemu na kufanya mabadiliko makubwa. Kupenda kufanya mabadiliko au kuwa mpya. Kufikiria kitu kwa haraka na kupata majibu. Kujua jambo litatokea kabla muda haujafika. Kupata pesa leo. Nyota ya mashuke. Kupata heshima ya ukubwa. Utaona hali ya kuchangamkiwa sana na wengi. Hata kama ukiwa unaumwa utajilazimisha kufanya kazi. Kuhisi usingizi mzito. Ila ukienda kulala usingizi huo unapotea. Unasikilizwa kwa unachokitaka. Mtu yuko lazi kukufanyia. Kuhisi hali ya gesi tumboni. Kufanya maandalizi ya kitu. Nyota ya ng'ombe. Kupata homa za usiku. Mtu anajaribu kuwa muwazi kwako.
kuandika ujumbe wenye makasiriko, kuhifadhi jambo moyoni mwako kwa muda mrefu sana, kufanya watu wapendane tena, kuhisi mtu anakufuatilia. Nyota ya mbuzi. Kuchukia uchonganishi uliofanyika. Mapema sana utaanza kupokea pesa ndani ya msimu wako. Utahitaji kumnunulia mtu kitu. Kuiendeleza desturi yako unayoifanyaga kipindi hiki. Kununua maziwa ambayo yataharibika kwa haraka. Kuna kitu ambacho si kizuri leo. Unaweza kukwazika ikitokea hali hiyo. Mtu anakuoneshea furaha kila wakati. Mpendwa wako atakujali. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.